Lakini kwanza nianze na lile, watu wa lugha ya Kiarabu kuna fani inaitwa balagha. Miongoni mwa vipengele vyake kuna kitu kinaitwa tashwik. Tashwik au wanaita ta'jilul masarra. Niseme katika watu 10 waliobaki, tiketi 3 natoa mimi. Mimi kama Walidi Al-Hadi, kwa sababu ya kujua ubora wa elimu, basi nitafanya kukopa, kusema maneno, lakini 3 nitoe mimi, wala sio baraza kuu. Na hiyo nafanya kwa sababu najua naishi vipi kwa sababu ya elimu. Hiyo nimeitanguliza, inaitwa ta'jilu al-masarra. Salamu zangu kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti, Suratu Tauba aya 122. Nianze kuongea na wanafunzi ambao wamepata fursatun dhahabia hii. Hili sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana katika mamilioni ya watoto wanaohitaji hilo, ikawa wameangukia watu 13. Ningependa kuwaona kama wako hapa, kama wapo wasimame. Hawapo Moja, mbili, wale kule. Basi kaeni chini watoto wetu. Mungu anasema katika suratu Tauba, wama kana almu'minuna liyamfiru kafa. Kisha akasema falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddini waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim ila akhir al-aya. Afwan. Mwenyezi Mungu anasema haiwezekani watu wote wakatoka kwenda katika muhimu jambo fulani. Kama wote hawezi kutoka kwenda kulima, lakini hawawezi wakatoka wote kwenda kuvua, pia hawawezi wakatoka watu wote wakaenda kusoma. Aya hiyo inasema pale, kama nimeisoma vizuri. Lakini kitoke kikundi kiende katika munasaba au muhimu wa jambo fulani, kama wanavyotoka watoto wetu 13 hapa, waende wakakishughulikie hicho. Kama hivi waende wakasome kweli, wakasome kweli, liyatafaqahu fi dini, wakajipinde. Kisha jukumu lao baada ya kusoma kweli, waliundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim, waje kuileta ile kazi kule hapa. Ndio maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wanangu, mimi naenda kujitosa huko, nitapata tiketi 3, nitacheka na vile Mungu ajalia maneno nayo nitasema, lakini na hakika inshallah mpaka magharibi leo tiketi 3 ninazo. Nitazipata tu inshallah, lakini mkirudi mje kutusaidia. Semeni inshallah. Mmoja katika wanachuoni wa zama zetu hizi, Sheikh au Daktari Abdul Qadir Auda, ameandika kitabu kidogo kakiita Afatul Islam wal Muslimin, yani matatizo, maafa ya Uislamu na Waislamu katika zama zetu. Kataja mle mafungu, lakini nukta 2 muhimu. Kasema moja, inaupelekea Waislamu tukabaki katika hali hii tuliokuwa nayo, na nikisema hali hii tuliokuwa nayo kila mmoja anayo kichwani. Nirudie tena, hali hii tuliokuwa nayo, nadhani mnaiona mnaisawirisha hali tuliokuwa nayo. Ni kama hali ya wale Banu Taim, anasema wayuqdha al-amru inda ghiyabi taimin wala yustasharuna wa hum shuhudun. Naongea na wasomi, nadhani wanaujua msomo huo, kwamba wale Banu Taim walikuwa
katika hali kama hii tuliokuwa nayo hii ipi, yuqdha al-amru, mambo yanapangwa ya kijamii. Sisi hapa tuko hapa sasa hivi, lakini kuna watu huko wanatupangia mambo yetu, tule nini, tuvae nini, tuozeshane vipi, tuuze na kununua namna gani. Sio kwa mipango yetu, kwa mipango yao huko wanatupangia. Wa yuqdha al-amru inda ghiyabi taimin, mambo yanamalizwa ikiwa sisi hatupo, anasema. Lakini wala yustasharuna wa hum shuhudun, lakini hata wakihudhuria vikao vinavyopangwa hayo maisha ya kijamii, sisi tukiwepo, huulizwe Sheikh Muhammad Nasr, unasemaje katika hili? Tunataka kupanga bei ya viazi hapa, tuuzeje upate chance hiyo, kwa sababu hivyo ulivyojiweka umepata nafasi kubwa sana, unaambiwa tutilie fatha, na wewe tena ndio unaanza ila hadrati habibina wa shafiina wa mustafana, unafoka wa maulana Muhammad al-Mustafa bisirri al-Fatiha, kisha uulizwe chochote. Hiyo fatha yenyewe imethibiti wapi? Tuondoke huko katika kupewa nafasi za kutia Fatiha, tuwemo katika vikazi vya mushawara kupanga maisha, na hatuwezi kupanga maisha isipokuwa kwa kuyafanya haya. Sasa anasema, narudi kule kwa Abdul Qadir Auda, anasema maafa tuliokuwa nayo vitu viwili tu. Kwanza, ajzu ulamaihim wa jahlu abnaihim, kushindwa wanachuoni wetu kudilivi elimu yao kwetu. Hilo la kwanza. Kila aliyosoma elimu hairudi kwa jamii, inaishia kwake, imekwenda mbali sana katika watoto wake wanne na familia yake tu, lakini umma haufaidiki chochote na msomi wa Kiislamu. Hayo ni matatizo. Nimemsikia dokta wakati anamuelezea mwenye chuo hichi, vile ndio inavyotakikana. Una elimu, waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhi, watu waone huyo anayekuja huyo ni msomi wetu. Bahati mbaya, wanangu, naongea na nyinyi, wasomi wetu wengi, badala ya kwamba wao ndio wawe watatuzi wa matatizo yetu, wao ndio matatizo yanayotakiwa kutatuliwa. Si inaeleweka? Msomi akiingia baada ya kusema alhamdulillah radhina bimaji'i wa ni'mal maji'u jaa, sisi tukimwona msomi anakuja tunasema wa na'udhu billahi minash shaitani rajim, sijui anatuletea mambo gani leo. Hapana, inatakiwa akija msomi nafsi zetu ziingie katika tuada, tuseme sasa tumepata mkombozi. Haya ni maneno yenu, watoto wangu, watoto wetu, nendeni mkapambane kweli. Idha kunta fi amrin fakun fihi, ukiwa katika jambo kuwa katika lile jambo kweli kweli, na ukitoka pale uje kuonyesha kwamba nilikuwa katika jambo fulani tofauti na nisinge kwenda kule. Cha mwisho kabisa, hicho ni kwetu sisi sote. Twendeni sasa, baada ya kuonesha Masjidul Al-Qadiria na hapa nizungumze hasa na watu wa tarika. Masjidul Qadiria huu ni msikiti wa kitarika huu, ndio tarika hivi iwepo, kwa sababu kila tarika ina kitu kinaitwa mashrab. Mtu wa kitarika, mashrabul Qadiria ni vitu vitatu: al-ilmu thumma al-amalu thumma al-mauhiba. Elimu kwanza, pili kuitumia ile elimu, tatu ile elimu imachue mtaani kwa mchezo kama huu unaofanyika. Na ndivyo alivyokuwa Mtume Muhammad. Inshallah, wama alaina illa al-balagh mubin. Wassalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-afwa. Professor Jafar, Vice Chancellor, Al-Bukhari University, Bakwata representatives, Mama Shamil Khan and Sheikh Mohammed Nasr and Sheikh Walid Al-Had, Sheikh Osman Kaporo Ibn Jazal,
Schools Director, Excellency Ambassador Abdallah Kilima, Dr. Eid Jubair from Masjid Qadiriyah, representative from Office of the Commissioner General of Immigration, distinguished guests from the government and private sector, parents and guardians, graduates and prospective students, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa imeelezwa kwamba hapa inahusu nitumie lugha mbili kwa kuchanganya. Kwa watu wanaonitazama kupitia mitandao, hususan wanaolengwa ni hawa washirika wetu wa Al-Bukhari University, lakini pia vile tungelitamani Watanzania wanaofuatilia na watakaofuatilia waweze kuelewa kile ambacho kimezungumzwa katika hadhara hii. Na kwa hivyo kadiri itakavyowezekana nitakuwa nikichanganya kile nitakapoona nifanye hivyo. Good afternoon to the esteemed supporters of education, educators, parents, and the Al-Bukhari International University Scholarship recipients. In the first place, I thank the Almighty God for according us the opportunity to meet here today, all in good health. I stand before you with great pleasure on this special occasion as we gather to celebrate the accomplishments of our graduating class and the prospective students who have earned scholarships through their dedication and excellence. Hongereni sana vijana wetu mliopata nafasi ya masomo ama kwenda kusoma nje, ambao ninaamini mko hapa. Hongereni sana. Today marks both the closure of one remarkable chapter for the graduates and the opening of another filled with promise and opportunity for the prospective students. Please receive our warm congratulations. You have worked tirelessly, faced the challenges with courage, and remained steadfast in pursuit of your missions to become a Hafiz al-Quran. Islam places great importance and status on a Hafiz al-Quran because a Hafiz seeks the face of Allah and the rewards in the hereafter. He who recites the Quran will have the Quran intercede for him on the day of judgment. Each challenge overcome and each lesson learned has shaped you into the person you are today. Your journey here has been one of growth, discovery, and resilience, and we couldn't be prouder. Nevertheless, this is just the beginning of another big journey ahead of you in your career and successful future, better prepared because of the knowledge of the Quran.
Kwa hivyo vijana wetu, naamini huu ni mwanzo wa safari. Mmefanya kazi kubwa ya kuhifadhi Qur'an, na kila mmoja aliyepata nafasi ya kusema hapa, ikiwa ni pamoja na masheikh wetu, wameeleza kwa ufasaha na kwa upana zaidi namna ambavyo sisi tunawatazameni ninyi wasomi wetu. Kwa hivyo ni imani yetu hamtatuangusha. Mjue tu kwamba ndio kwanza safari imeanza. Prospective students, we would like to extend our special recognition. You have not only excelled academically, but have demonstrated integrity and potential that inspires us all. You are proof that excellency, when combined with determination, opens doors to greater possibilities. May this achievement remind you that hard work and discipline are always rewarded, and may you continue to set an example for others to follow. Kwa hivyo ikumbukwe tu kwamba ni kazi na jitihada kubwa mlizoziweka na nidhamu ya hali ya juu mlioiweka na mlionayo ndio imewafikisha ninyi mahali leo hapa tunawasherehekea, na tunaomba uwe ni mfano bora kwa wengine pia wanaokuja. Ladies and gentlemen, while stating the above, we cannot let this moment pass without acknowledging the people and institutions which have made these achievements possible. In this regard, on behalf of the government of the United Republic of Tanzania, and on my own behalf, I wish to extend the heartfelt gratitude to Al-Bukhari International University for its generosity and commitment for investing in education in Tanzania, promising transformation for the lives and future of the less privileged. We thank you very much, Al-Bukhari International University. You have not only provided financial support, but also offered hope and opportunity to bright young stars. The government of Tanzania underscores equity and access to education and greatly acknowledges your support in realizing this. We cannot thank you enough and ask Allah to reward you abundantly. With the same deep gratitude and appreciation, I acknowledge Nama Foundation Malaysia, who tirelessly and commendably seek to empower the education sector. Your efforts have not gone unnoticed. Amana Bank of Tanzania has been a partner in development and has assisted major transformations in development in the community, and your significant support has not only empowered individual students, but has also strengthened our shared mission of nurturing capable, responsible, and visionary leaders. Kwa hivyo tunawashukuru sana Amana Bank, tunawashukuru sana pia Nama Foundation of
Malaysia. Distinguished guests, in the same vein, allow me to congratulate Masjid Qadiriya and Ibn Jazar schools. Ibn Jazar schools, asanteni sana. Na mimi nikiwa kiongozi kutoka wilayani Mkuranga, mahala ambapo Ibn Jazar schools ndio makao makuu, ninajivunia sana Ibn Jazar inapofanya mambo makubwa na mazuri ya kuijenga jamii. Na ninakupongeza sana Sheikh Kapoor na timu yako nzima, kwa sababu kazi mnayoifanya ni kazi yenye kuonekana hadharani na ni kazi inayokubalika katika jamii, na tunawaombea Mwenyezi Mungu awabariki sana, muendelee kuitengeneza jamii iliyo bora. Members of the task force and all well wishes for their dedication towards this initiative. This has only been possible through their partnership, and I am confident that they have sown seeds that will yield innovation, leadership, and progress in our communities beyond. On behalf of the entire institutions and all the students whose lives you have touched, we sincerely say thank you. Your impact will be felt for years to come, and your support has created a legacy of empowerment that we deeply cherish. On that basis, allow me to convey special regards from My Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, who was very impressed when she heard about this initiative. She has strongly encourages cooperation in the education sector with the government support where applicable to expedite the process. And ladies and gentlemen, let me say that Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan received the request from Ibn Jazar, from Al-Qadiriya Masjid, and from the guardians and the parents of the 10 nominees, students who want to go for scholarships to Malaysia, and that the remaining 6, if not 7, tickets will be bought by her. Kwa hivyo, Allahu Akbar, niseme tu kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan atalipia tiketi 7 za wanafunzi waliosalia, inshallah. Na kwa hivyo wafanya utaratibu wa mawasiliano ili kusudi watoto wetu hao waweze kupata nafasi ya kuweza kwenda na kushiriki masomo ili waje kuisaidia jamii ya Watanzania, lakini pia vile wapate kuja kuisaidia dunia. To the parents and guardians, heartfelt appreciation to you all, na hongereni sana wazazi wote wa wanafunzi hawa ambao wamehifadhi Qur'an katika vifua na akili zao. Hongereni sana, si kazi nyepesi, si sote tunatamani hivyo, lakini si jambo nyepesi hata kidogo, na hasa ukizingatia wakati huu ambapo watoto hawapati nafasi ya kutosha ya kusoma madarasati, wakati huo wanasubiriwa na masomo ya kisaikula. Kwa hivyo ni changamoto kubwa inayotupata,
Kwa hakika ukiona mzazi amefanikiwa katika jambo la namna hii, unapaswa kumpongeza sana. As we bid farewell, let us remember that for the graduating class, graduation is not the end of learning, but the beginning of a lifelong journey. Wherever you go, carry the values you have learned along the way. Na pia tena kusema yale ambayo wamesemwa na wengi hapa. Hii hatua ya leo mlifikia wasomi wetu, watoto wetu, sio mwisho wa mafanikio au sio mwisho wa safari yenu ya maisha, ila ndio mwanzo. Kwa huko mbele mnapokwenda, jitihada zaidi zinahitajika. Kwa mjue tu kwamba ndio kwanza kazi imeanza. For the scholarship students who will soon leave for Malaysia, we are optimistic that you will achieve excellence and inspire other students in years to come. Always remember that you are and ought to be good ambassadors of Tanzania in Malaysia. Carry yourselves well and do justice to the opportunity. Tunawataraji mkawe mabalozi wema, hata watu wakiwaona wajue kwamba tabia yenu njema ndio tabia ya vijana wa Kitanzania na ndio tabia ya Watanzania. Distinguished ladies and gentlemen, as I conclude, allow me to once again extend my deepest appreciation to all who made this success possible, particularly the tripartite partnership between Al-Bukhari International University, Masjid Al-Qadiriyah, and Ibn Jaza schools for the valuable contribution that will undoubtedly impact these students' lives as well as the momentum towards making Tanzania an economic success. The Vice Chancellor, Professor Jaffer, all assisting parties, while the initiative seeks to assist the students from financial challenge situations, the decision to admit ordinary level graduates who will first upgrade with a foundation course solves a great challenge the Muslims Ummah has been facing, where the transition to higher education drops out significantly due to various socioeconomic reasons. Today, we witness an impactful remedy, and we say, Asante Sana, thank you so much. As I conclude, let me again reiterate the government's continuous support to these endeavors. And once more, congratulations to all graduates and scholarship recipients. May your future be bright, and your dreams be bold, and your impact be lasting. Na kabla sijamaliza, nirudie kuwapongeza tena sana wahitimu wote ambao mmepata fursa ya nafasi hii ya kwenda kusoma. Tunawatakieni kila la heri katika nafasi hii mlioipata. Tunawatakieni kila la heri katika safari yenu. Tunawaombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie ndoto zenu zikatimie, na inshallah Ta'ala, kama Sheikh aliposema hapa, muende mkapate maarifa ambayo yatakuja kuifaa jamii ya Tanzania yote kwa ujumla wake bila ya kumbagua yeyote, na mkaifai dunia pia kwa elimu na maarifa mtakayopata. Na mwisho, nitumie nafasi hii kwa wazazi kwa pongezeni tena kwa mara nyingine, na kwa wale ambao wamefika umri na wakajiandikisha, sina budi kuwaombeni ya kuwa kwamba kwa kuwa muda huu wote kila mmoja anafahamu kwenye wakati wa uchaguzi
Na kwa hivyo ni vizuri kila ambaye amejiandikisha aende ajitokeze kwenda kutimiza haki yake ya kupiga kura, kumchagua kiongozi anayemtaka. Lakini wahusieni pia vile vile kufanya jambo hili kwa amani na utulivu. Nenda akapige kura, rejea nyumbani, usubiri matokeo. Tusishiriki katika namna yoyote ya vitendo vya hovyo ya uvunjifu wa amani. Lakini niwahakikishie pia vile vile ya kuwa kwamba serikali imejipanga vyema. Hakuna vurugu ya aina yoyote itakayotokea, na kwa hivyo jitokezeni bila ya uoga wowote kwenda katika vituo vya kupigia kura. Kutakuwa na shida wala matatizo yoyote yale. Tunafahamu wakwatu wangetamani sana watu waogope, kwa kuwa wataona polisi wakipita. Polisi kupita ni kazi yao ya kila siku. Hata sasa wakitoka hapo nje, polisi utawakuta wapo. Kwa hivyo hiyo isiwe sababu ya mtu kwenda kuogopa kwa kuwa amewaona wakifanya doria wakaacha watu kwenda katika vituo vya kupigia kura. Hao ni walinzi wa amani, na huo ni wajibu wao wa kila siku kuzunguka na magari ya doria wakiwa katika uniforms zao. Lisiwe hilo ni tatizo la kufanya watu waache kwenda kujitokeza kupiga kura, labda kwa kuhofu kwa kuwa polisi wanapita. Nendeni, jitokezeni tarehe 29 kwenda kupiga kura bila ya hofu yoyote, sababu tunajua wako watu wasiotupenda na kututakia heri katika nchi yetu yenye amani, yenye utulivu, yenye mshikamano na upendo isiyo na ubaguzi. Wanatamani watu wasitokeze kwenda kupiga kura ili wapate cha kusema. Nawaombeni shime, familia zote, watu wote, kila mmoja mwenye kupata nafasi, kwa yule mwenye haki ya kupiga kura awajibike kwenda kujitokeza kupiga kura. Baada ya kusema haya, ninawatakia kila la heri wote walioshiriki katika jambo hili kubwa na zuri, na inshallah katika lile ambalo kiongozi wetu amelifanya la kuwachangia watoto wetu hawa 7 wanaokwenda kujazwa maarifa ili waje kupata kuisaidia nchi yetu. Tutaendelea kuwasiliana na wahusika ili kusudi taratibu zifuatwe na kuweza kukamilisha jambo hili. Baada ya kusema haya, nawashukuruni wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.